Ndio maana tunasema Kamanda Abeli amemaliza kazi, Mungu amefurahia kifo chake. Amina. Amina. Amen. Kwa hiyo kama Mungu amekifurahia ni kila alichokitenda, na Ufunuo anaendelea kusema yani huyu mtu apate kupumzika baada ya tabu zake. Duniani kama tunavyoangalia tabu ni nyingi, hatuwezi tukazimaliza. Hata kama ungefanyaje, leo utamaliza hii, kesho litainuka hili. Kwa hiyo tunapambana katika hilo, na ukiwa ndani ya wokovu, hata vile vishawishi vya kuacha wokovu vinakunyemelea. Yaenda ya kufate huko uliko. Ninakusi neno hili, angalia uepukane na hasara ya kumkosa Mungu kwenye maisha yako. Hata ambao amenikosa, kuna mipango tulishapanga sasa kwa ajili ya utendaji wa kazi, lakini na Mungu amepanga. Haleluya, haleluya. Ujue nyakati inapofika haiwezi kuzuiliwa na mwanadamu. Ndio kama sisi tulipo hapa, nyakati inapofika huwezi kuizuia. Nyakati ya Bwana ikifika, hakuna mwanadamu. Madaktari wana kikomo chao, hata ndugu wana kikomo. Ndugu akikuuguza kwa muda mrefu, utaona kila mmoja anarudi nyuma. Ndugu akikusaidia kwa muda mrefu, utaona anarudi nyuma, anaanza kutegeana, labda fulani ataenda, labda fulani ataenda. Mwisho wa siku kila mmoja anakuacha peke yako. Lakini Yesu Kristo ukiwa naye, huyu hawezi kukuacha, utakuwa naye milele juu ya maisha yako. Haleluya pendwa. Hakikisha unaangalia kwamba hichi ni kitambulisho cha kuweza kututambulisha, cha kuweza kumwona Mungu, kwa sababu hata kama tuseme kwa namna gani, lazima kwanza ifike wakati mwanadamu atoke kwenye dunia. Lazima ujue kwamba kwenye dunia hii kila mtu amesafiri. Mwambie jirani yako wewe ni msafiri. Mwambie jirani yako wewe ni msafiri. Usijisahau kwenye dunia, kwa sababu ulipo navyo lazima utaondoka. Ukiona niki, ukiona wakati sekunde zinasogea, dakika zinasogea, mpaka inaenda na ni taabu hiyo. Sasa unapokuwa umeshinda duniani, inakufanya uwe safi, na ndio maana mwandishi anamalizia, Bwana huyu akishapumzika, yale matendo yake yatamfuata huko aliko, na kama yatamfuata yatakuwa ni mema. Na ndio maana Yesu akazungumza kwa habari ya tajiri na maskini, na tukaona kila mtu matendo yake yalimfuata, kwa sababu wote walikufa. Lakini kifo cha maskini kilikuwa cha kulala. Amina. Kwa sababu alikuwa na tumaini kwamba ipo siku moja nitakuwa na maisha, na maisha haya yanaendelea. Kwa hiyo mwanzo wa kifo utaendelea na maisha mengine. Jitahidi uwe na mapenzi mema ya kutenda yale yanayompendeza Mungu. Ishaambiwa ni kule. Amina. Na Mungu na yeye anaandaa yaliyo mema kwa watakatifu wake. Basi niseme jioni ya leo, kwa tukio hili litukumbushe kurudi kwa Mungu aliye hai. Na tujitahidi kwa mapenzi yaliyo mema kama alivyofanya ndugu yetu ambaye leo tunakwenda kumstiri, ambaye tumemaliza safari yake ya duniani. Kwa yale aliyoyafanya tuyaenzi. Sana nilikuwa najaribu kusikia kila mtu anasema huyu mtu alikuwa mtu wa watu, huyu mtu alienda hivi. Sasa wewe unayashuhudia hayo. Je, na wewe ni mtu wa watu? Huyu mtu alikuwa anamtumikia Mungu kweli, alikuwa ni mcha Mungu, alichokuwa anakifanya kwa Mungu ni sahihi. Je, na wewe kwa hayo uliyoyaona kwa Abeli Mahebo unayafanya hayo? Hebu yatende na zaidi ya hapo. Haleluya. Na zaidi ya Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako ambalo umetupa la utangulizi. Wewe ni Mungu unayetupenda, na zaidi ya yote umetupa nafasi hii kuhudhuria kwenye msiba huu, ili Bwana tukaangalia neema yako. Wewe unathibitisha, unasema ni heri kuikimbilia nyumba ya matanga kuliko ile nyumba ya raha, maana karamu zisizofaa. Watu wako tumekusanyika. Tukio hili la ndugu yetu Abeli Mahebo litukumbushe nasi Bwana, ipo siku tutaondoka duniani.
Ni yapi tunayoyatenda kwa ajili ya safari yetu tutakapoondoka duniani? Yesu, unatukumbusha tukurejee wewe, turudi kwako, tuwe pamoja nawe, ndipo itakuwa ni faida. Na wakati huu Bwana, tunakwenda kupumzisha mwili wa ndugu yetu mahali hapa. Roho tayari iko mbele zako kama ulivyokusudia. Tunashukuru kwa ushuhuda mwema na mzuri aliotuachia duniani. Nasi Bwana, tunataka tuige mwenendo ulio mzuri kutoka kwake na kwa watumishi wengine, na zaidi ya hapo, Roho wako awepo ndani yetu, atuwezeshe katika yote. Ni kwa utukufu wako Kristo Yesu, kwako tumeomba tukishukuru, na wote tuseme amen.